Hakika mwezi huu wa 5 ni mwezi ambao tunaendelea kualikwa kama Wakristo wa Katoliki kuendelea kushirikiana na kanisa na mama kanisa katika kutafakari matendo ya kwake makuu, hasa kwa kusali rozari ya Mama Bikira Maria, ambapo kwa siku ya leo mpenzi msikilizaji wa 101.5 Amani Radio FM, lakini pia na mtazamaji wa Amani Radio Online TV pamoja na mtazamaji wa Holy Cross Family Ministry Tanzania, tunapata nafasi ya kuendelea kuzungumza mengi, ikiwa ni tunu msingi za kanisa Katoliki, hasa kwa mwezi huu wa 5. Tunazungumza kama familia, tunazungumza kama vijana, tunazungumza kwa ngazi zote hata watoto kuweza kuyafahamu mengi zaidi kuhusiana na mwezi huu wa 5. Kwa nini kanisa limetenga kuwa mwezi wa Mama Bikira Maria, na utayafahamu mengi. Lakini maisha ya Padre Patrick Peyton, aliweza kuishi namna gani katika familia, hasa katika kusali sala ya Rozari Takatifu. Mimi ni Irene Simon, niko hapa kuhakikisha kwamba tunasafiri kwa pamoja kujifunza mengi, lakini niko pamoja na Jerome Masi kutoka idara ya maisha, familia na ndoa ndani ya utume wa familia wa shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania, lakini akiwa amembatana na Scholastica Masanja ambaye pia yupo katika idara ya familia na ndoa, pamoja na Grace Kitime kutoka katika idara ya vijana, na tutazungumza hapa kuweza kufahamu umuhimu wa familia kusali sala za pamoja, hasa sala ya Rozari Takatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Tunapata nafasi tena leo kuweza kuzungumza na msikilizaji wa 101.5 Amani Radio FM, lakini pia kuzungumza na mtazamaji ambaye anatutazama sasa kupitia Amani Radio Online TV, lakini kupitia Holy Cross Family Ministry Tanzania, ambapo tumekuwa na mfululizo wa kuyazungumza mengi, hasa kuhusiana na masuala yanayohusiana na familia. Lakini leo tunapata nafasi ya kuweza kuzungumza sehemu muhimu sana, ikiwemo sala ya Rozari Takatifu ndani ya mwezi huu wa 5, mwezi wa Mama Bikira Maria. Lakini kwa msikilizaji na mtazamaji ambaye anatutazama sasa na kutusikiliza, pengine ndo mara ya kwanza, awafahamu nyie kama kina nani? Asante sana dada Irene, mpenzi msikilizaji na mtazamaji. Sisi tunaitwa ni Holy Cross Family Ministries Tanzania, au utume wa familia wa shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania. Ni utume ndani ya kanisa Katoliki ambao ulianzishwa na mtumishi wa Mungu Padre Patrick Peyton wa shirika la Msalaba Mtakatifu, ambao unahimiza maisha ya sala ya pamoja ndani ya familia. Yaani baba, mama na watoto wakae pamoja na kusali pamoja sala ya Rozari Takatifu. Kwa hiyo sisi ni utume ndani ya kanisa Katoliki ambao unasimamiwa na shirika la Msalaba Mtakatifu ulimwenguni. Lakini kwa upande wa Tanzania, maana yake tuna mkurugenzi ambaye ni Padre Vincent Mbusa wa shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania, ambaye ndio anatuongoza sisi timu ya utume wa familia Tanzania kuifanya ile kazi ya mtumishi wa Mungu Padre Patrick Peyton aliyefanya ulimwenguni hapa Tanzania. Asante sana Bwana Jerome Masi, lakini karibu sana dada Grace Kitime. Pengine msikilizaji na mtazamaji akusikie mwenyewe, tunapozungumza idara ya vijana, ukiwa unaisimamia, anakufahamu kwa namna gani? Kwenye idara ya vijana tunahusika na mambo mbalimbali yanayohusu vijana, yani program mbalimbali ambazo zinawasaidia vijana kukua kiimani, lakini pia kukua kiakili, lakini pia katika maisha ya kila siku. Hivyo tuna program inaitwa program ya The Gen Z Pathway Program. Hii inahusu sana vijana kwa ajili ya kuendelea kujifunza mambo mbalimbali, lakini kutumia lugha ya kwao, lugha ya kisasa ya vijana. Lakini tuna programu inaitwa Try Priority Works Contest, ambayo hii tunaifanya kila mwezi wa 5, tukikumbuka kwenye historia ya maisha ya Padre Patrick Peyton alipojaribu hii sala ya Rozari Takatifu ikatenda kwenye maisha yake. Hivyo na sisi tunapeleka pia kwa vijana watumie sala kutafakari neno la Mungu, watumie vipawa walivyopewa na Mungu kuitafakari sala na kuielezea pia kwa watu wengine. Na mwaka huu tunaifanyia huko Karatu. Kwa vijana watakuwa na nafasi pia kuielezea sala, kutumia karama waliopewa na Mungu. Lakini pia tuna seminar, tuna workshop kwa vijana na program nyingine nyingi ambazo zinawasaidia vijana kukua na kumtambua Kristo, kukua kiimani, kumtambua Kristo na kuwasaidia kwenye maisha yao ya kila siku kama vijana. Asante sana Grace Kitime kwa ufafanuzi huo mzuri. Hakika idara ya vijana basi wamepata kijana mwenye nguvu ambaye anawasukuma na kuwahamasisha kuweza kushiriki katika utume huu kwa uaminifu. Karibu sana dada Scholastica Masanja. Tunapozungumza pia katika idara ya maisha ya familia na ndoa, basi hatukosi kukutaja. Amina. Asante sana.
Katika idara ya familia na ndoa tuna mambo mengi. Jambo la kwanza kabisa ambalo sisi tunalihudumia au tunalisimamia kama idara, kwanza tuna siku ya wapendanao ambayo siku hiyo inafanyika tarehe 14 ya mwezi wa pili kila mwaka. Kwa nini hii siku? Tunakumbuka Padre Valentino ambaye yeye ndo mwanzilishi wa hiki kitu. Alianzisha kwa sababu kipindi hicho serikali au ulimwengu ulikuwa unakataza vijana wasioe bali wawe askari, lengo ili kupunguza. Lakini yeye alitamani vijana waingie kwenye ndoa ili waweze kuleta ule upendo wa kweli. Ndio maana tunafanya hiyo Valentine Day kwa ajili ya kudumisha upendo kwenye familia. Familia ndio chimbuko la kanisa, kama tunavyojua kwamba familia ni kanisa dogo la nyumbani. Kwa hiyo Valentine Day inamsogeza mwanafamilia karibu, inadumisha ule upendo, inadumisha mawasiliano, inadumisha ule ukaribu. Pia tuna semina mbalimbali ambazo zinamsogeza mwanafamilia katika kujifunza neno la Mungu, katika kutekeleza majukumu ya familia. Baba ni nani? Majukumu yake ni yapi? Mama majukumu yake ni yapi? Mtoto anafundishwa na wazazi. Lakini pia tuna warsha mbalimbali. Tuna dawati la familia. Hilo dawati kazi yake ni kuwashauri kunapokuwa na migongano mbalimbali, wanapohitaji ushauri wa kiroho, wa kimaisha, wa kijamii, namna ya kulea watoto, namna ya kukaa na watu wengine, ni nini kifanyike. Tunahusika pia na hilo dawati la familia. Yako mengi. Barikiwe sana dada Scholastica Masanja kwa kuweza kutujuza katika idara ya familia na ndoa, hasa katika utume wa familia wa shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania, namna gani mnasaidia familia mbalimbali ndani ya Jimbo Kuu Katoliki la Arusha na nje hata ya Jimbo Kuu Katoliki la Arusha. Lakini nirudi kwako Bwana Jerome Mmasi. Tunapozungumza leo kuhusiana na umuhimu wa sala za pamoja katika familia, hasa sala ya Rozari Takatifu, msikilizaji anapaswa kuelewa Rozari ni nini? Nashukuru sana mpenzi msikilizaji na mtazamaji, uelewe tu kwamba sala ya Rozari Takatifu, tunasema neno kwanza, Rozari lenyewe ni neno la Kilatini ambalo linatamkwa kama Rosarium, na wanavyosema Rosarium kwa Kilatini wanamaanisha lile ua la waridi, ua la waridi. Na kadiri ya historia na utamaduni wa nchi za Ulaya, nafikiri hata sasa unafahamu kwamba wao, ikiwa umempenda sana mtu au akawa ni mtu ambaye ni rafiki yako wa karibu, zawadi pekee nzuri sana ambayo unaweza ukampa na yeye akajisikia kwamba umempa zawadi nzuri na kueleweka ni maua. Sasa walivyokuwa wanatafsiri wa Latini wenyewe kuhusu neno Rosarium, walikuwa wanamaanisha kwamba ni maua yale tunayompelekea mama yetu Bikira Maria kama shukrani kwetu kwake kwa ajili ya kutuzalia mwanae ambaye ndio mkombozi wa dunia, kwa ajili ya kujitoa kutuletea mkombozi. Kwa hiyo iliendelea hivyo na ikafika mahali sasa ikawa kwamba katika utamaduni wa kusali rozari, kila rozari moja unayoisali, kila salamu Maria moja unayoisali katika tunavyosali Rozari Takatifu, maana yake unachukua ua zuri la waridi unampelekea mama Bikira Maria kwa kumshukuru kwa zawadi ya mtoto wake ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye anatusaidia sisi, mimi binafsi lakini kama familia, ambaye anatuombea pia kwa mwanae tunapokuwa tunapita katika hali tofauti tofauti, ambaye tunampelekea pia shukrani kwa sababu ya zile sala ambazo anakuwa ametupelekea, yale maombi ambayo ameyapeleka kwa mwanae Yesu Kristo, na kupitia maombi hayo sisi tukapata yale ambayo tunahitaji katika maisha. Kwa hiyo ni aina fulani ya shukrani ambayo inaitoa kwa Mungu kupitia mama yetu Bikira Maria kwa asili hiyo. Lakini pia huyu mtumishi wa Mungu Padre Patrick Peyton, ambaye ndio mwanzilishi wa utume wa familia wa shirika la Msalaba Mtakatifu duniani, yeye alisema kabisa kwamba Rozari ni mnyororo unaoziunganisha familia pamoja. Kwa lugha ya Kiingereza anasema Rosary is the chain that binds the family together. Maana yake mnavosali Rozari, unaona Rozari ilivyokaa imekaa kama mfumo wa mnyororo. Mnavosali Rozari pamoja, maana yake ni sala ambayo inaiunganisha familia. Ni sala ambayo inaondoa tofauti mbalimbali katika familia. Ni sala ambayo kupitia tunavokusanyika pamoja kama familia
tunashirikiana kwa pamoja kupeleka maombi yetu kwa Mama Bikira Maria ili atupelekee kwa mwanae Yesu Kristo. Na maana yake ni katika kusali rozari ndipo tunapotimiza lile andiko lililoandika kwamba wanapokusanyika wawili ama watatu kwa jina langu, nami nipo katikati yao. Hakika sala yenye nguvu daima ipo mikononi mwako. Lakini nilikuwa sifahamu pia na nimefahamu kwamba sala ya rozari ni mnyororo wa familia. Lakini nirudi kwako Grace Kitime. Tunapozungumza kuhusiana na umuhimu wa sala hasa ya rozari ndani ya mwezi huu wa 5 wa Mama Bikira Maria, kwa nini ni muhimu sana familia zinahimizwa kusali rozari? Familia zinahimizwa kusali rozari si mwezi wa 5 tu, ni kila siku. Lakini mwezi wa 5 umetengwa maalumu na Mama Kanisa kwa ajili ya tunakumbuka kwamba wale watoto wa Fatima walitokea kwa mara ya kwanza na Mama Maria kwenye mwezi wa 5. Hivyo wakahimizwa kusali rozari takatifu kwa ajili ya kuombea mambo mbalimbali yanayotokea ulimwenguni, dhambi zinazofanyika ulimwenguni, kwamba tunapozidi kusali rozari takatifu zile dhambi pia zinapungua. Kwa tunahimizwa sana kusali rozari mwezi huu wa 5 tukikumbuka tokeo la Mama Maria kwa wale watoto watatu, yani Lucia, Francisco na Jacinta. Walivyotokewa kwa mara ya kwanza walikuwa ni mwezi wa 5. Hivyo kanisa linahimiza sana tusali rozari huu mwezi. Na Mama Maria alivyowatokea alitaka ulimwengu usali rozari. Usali kwa ajili ya kujitakatifuza, lakini pia kutakatifuza malimwengu. Na ndio maana pia walivyotokea wale watoto watatu walimuuliza pia Mama Maria, tutafika mbinguni? Kila mmoja walimuuliza, je, Lucia atafika mbinguni? Akasema atafika. Jacinta atafika. Na Francisco je? Akasema lakini mpaka asali rozari nyingi sana. Na Francisco kweli alisali rozari nyingi sana mpaka akaambiwa umefuzu. Hivyo huu mwezi wa 5 tunahimizwa sana kusali rozari takatifu kwa sababu tunakumbuka ile ujio wa Mama Maria au kuwatokea Mama Maria wale watoto watatu na kutaka dunia isali rozari au ulimwengu usali rozari takatifu kwa ajili ya sisi wenyewe kujitakatifuza sisi wenyewe, lakini pia kutakatifuza malimwengu. Na kwenye wale watoto watatu mmoja wapo aliambiwa pia atakufa kwa mateso sana kwa sababu rozari zake au yale mateso pia yatawasaidia baadhi ya walimwengu wengine waliotenda dhambi kupunguza ile dhambi walizotenda au adhabu ya dhambi walizotenda, ambaye alikuwa ni Jacinta. Alikufa, hakutumia muda mrefu sana, aliambiwa hata ishi muda mrefu sana, ila sasa kifo chake pia kitakuwa ni cha mateso. Na alimkubalia Mama Maria kwa sababu alikuwa anatamani pia kusaidia ulimwengu kutakatifuza dhambi za ulimwengu. Ndio maana tunahimizwa sana sasa mwezi wa 5 kusali nini? Rozari. Tukikumbuka kwamba Mama Maria aliwatokea wale watoto watatu kule Fatima Ureno, Francisco, Jacinta na Lucia mwezi wa 5. Hakika ni mfano ambao tunapaswa kuendelea kukumbuka na kuishi katika maisha ya kwetu ya kila siku. Lakini nije kwako dada Scholastica Masanja. Pengine tunapozungumza haya kuhusiana na mwezi wa Mama Bikira Maria, hasa familia kuweza kujumuika kwa pamoja na kusali rozari ya Mama Bikira Maria, kwa nini familia zinahimizwa kukaa na kusali pamoja na sio kila mtu kusali peke yake? Tunapokaa pamoja kusali kama familia, maana yake ni kwamba tunashirikishana. Tunaunganisha nia. Tunapounganisha nia, tunamkaribisha Mungu karibu. Neno la Mungu linasema wanapokaa wawili au watatu, maana yake tunamkaribisha Mungu. Kumbe familia tunapokaa pamoja, tunaunganika na Mungu. Mungu yuko katika nafsi tatu, lakini Mungu ni mmoja. Na Yesu mwenyewe alisema, Baba, nataka wawe na umoja kama sisi tulivyo na umoja. Kwa hiyo kukaa pamoja kama familia sio hiari, ni agizo la Mungu. Tunapokaa pamoja tunaweka ule umoja wa kimbingu. Tunamkaribisha Yesu Kristo katika familia zetu. Tunaunganisha ule umwilisho wa Yesu Kristo katika familia zetu. Kwa hiyo kuna umuhimu sana wa kusali pamoja, hasa sala ya rozari. Sala ya rozari yenyewe imeungana. Tunatakiwa na sisi tuunganike kama zilivyo. Kama rozari haina kitu kimoja, ina kamba, ina chembe, ina msalaba, ina vitu. Kwa hiyo na sisi ni hivyo hivyo, kuna baba, kuna mama, kuna watoto, kuna vijana, wote tunategemeana. Baba anapokuwa karibu atahimiza watoto wasali.
Mama anapokuwa karibu kusali pamoja na watoto wake, watoto kuna vitu wanajifunza, mabinti wanajifunza, na wenyewe wanatamani kwamba na mimi nikiwa na familia yangu niwe kama mama. Vijana wa kiume wanatamani na mimi nikiwa na familia yangu niwe kama baba. Kumbe wazazi tunahimizwa sana kukaa pamoja na watoto, kukaa pamoja na vijana, tusiwabague. Lengo ni kuunganisha ule umoja wa familia, umoja ili tuweze kukaa pamoja na tuweze kujifunza na kuweza kufanya mambo yetu kwa pamoja, ili tuweze kumega mkate kama wale wa mitume wa kwanza. Ubarikiwe sana dada Scholastica Masanja kwa kuweza kutujuza hayo, kuweza kuyafahamu mengi kwa undani zaidi. Tunapozungumza umuhimu wa sala za pamoja ndani ya familia, sio kila mtu kukaa peke yake. Lakini nikirudi kwako Bwana Jerome Mmasi, zipo baraka nyingi sana katika familia kusali kwa pamoja. Yeah. Tunayaishi vipi na kuyakumbuka maisha ya Padre Patrick Peyton hasa katika mwezi huu wa 5? Nashukuru sana mpenzi mtangazaji, ndugu msikilizaji na mtazamaji. Mtumishi wa Mungu Padre Patrick Peyton ambaye ndio mwanzilishi wa utume huu aliishi katika familia ambayo kwa kweli ilikuwa kila siku inasali pamoja, hasa sala ya Rozari Takatifu. Na maisha yake na historia ya maisha yake yalikuwa ni maisha yenye changamoto kama ya kwetu. Alipitia changamoto nyingi katika nyanja na hatua mbalimbali alizokuwa anapitia, lakini ule msingi ambao ulikuwa umejengwa na familia, kusali pamoja kila siku, ilikuwa ndio silaha yake ya kuweza kuyashinda majaribu. Tulieleza na inafahamika kwamba huyu padri maisha alivyoona pale Ireland kwamba hayako vizuri sana, natamani kwenda Marekani. Hakutamani tu kwa sababu kuna kwenda Marekani. Alijua kwamba kuna Mama Maria anamuombea ili ambarikie, amsaidie hayo mambo yake anayemuomba kwa Mungu yaweze kutimia. Na ndio maana hata alipofika kule Marekani, changamoto alizokutana nazo ikiwemo kukosa kazi, kuugua, pengine hata kukosa zile vigezo vya kuingia seminari, yeye alibaki kwenye msingi ambao ulijengwa ndani ya familia yake wa kusali Rozari Takatifu. Na tunaona kupitia sala hiyo ya Rozari Takatifu, basi hata pale alipokuwa ameugua ugonjwa wa kifua kikuu, kiasi cha kufika kwamba kushauriwa basi aende nyumbani tu akasubiri siku ambayo Mungu atamuita, yeye aliamini kwamba yuko Mama Maria anayemuombea. Kwa aliamua kuomba kwa kusali sala ya Rozari Takatifu, na basi mama alimuombea na akapona ugonjwa ule. Kumbe ni ujumbe tosha kwamba tuutumie huu mwezi wa 5 vizuri sana kama familia zetu, kusali pamoja kama familia, hasa sala ya nini? Ya Rozari Takatifu, kwa sababu kupitia sala hii ni kwamba Mungu anatenda. Wakati mwingine tunaona pengine kwenye familia zetu, pengine hata mtu binafsi unasali unahisi kama vile hujapata kile ambacho ulikuwa unakitarajia. Lakini Biblia ilituambia kwamba Mungu wetu hachelewi wala hawai, anakuja kwa wakati ulio sahihi. Kupitia Rozari hii katika familia tunaweza kabisa tukasameheana yale mambo. Unajua changamoto familia, tuna changamoto mbalimbali. Kuna wakati mwingine tumekosana, tuelewani. Kuna familia pia tunavyoishi pale, kuna hali ambazo pengine uzitambui, matarajio ya familia yafikii. Wakati mwingine tuna mahitaji mbalimbali ndani ya familia, lakini pia tuna mambo mazuri. Kwa mfano, kuna familia imefikia hatua fulani ya kimafanikio, basi tunavyoenda kusali, basi tuombe kupitia hii Rozari Takatifu. Tumuombe mama yetu Bikira Maria tupelekee shukrani zetu kwa mwanae Yesu Kristo. Kupitia hivyo ni kwamba tunatengeneza familia ambazo ni bora, familia ambazo zimeungana vizuri, zina umoja na ushirikiano, familia ambazo zina imani. Basi tukitoka hapo, hata tunavyoenda kwenye jumuiya na hata tunavyoenda kanisani na kuonyesha imani yetu maeneo mbalimbali, itakuwa imejenga kwenye misingi ambayo ilianzia kwenye familia. Kama tulivyoona maisha ya mwanzilishi huyu wa Holy Cross Family Ministries ulimwenguni, mtumishi wa Mungu Padre Patrick Peyton. Nikisalia kwako Bwana Jerome Mmasi, umezungumza hapo kuhusiana na swala la familia ambazo zinakutana na migogoro. Sio familia zote ziko katika hali ya amani. Pengine katika nguzo za utume wa familia ikiwemo imani, sala na kuhamasisha maisha ya familia, watu kuishi kwa upendo, mnawasaidiaje watu hawa katika mwezi huu wa 5? Asante ndugu mtangazaji. Kwenye utume wa familia, wakati mwenzangu alieleza program mbalimbali tulizonazo, moja wapo ni hii. Kwa mfano, tuna program inaitwa Safari ya Mama. Safari ya Mama ni safari ambayo tunasafiri katika familia, kwenye parokia na ndani ya jumuiya zetu. Kila familia inatembelewa na Mama Bikira Maria. Sanamu ya Mama Bikira Maria inapita kwenye kila nyumba kwenye parokia. Kipindi hiki tumefanyia sana jimbo la Mbulu kwenye parokia 7, lakini pia pale Sombetini, parokia ya Moyo Mtakatifu ya Sombetini. Hiyo safari tumeanza jana kwa baadhi ya maeneo ambayo tumeweza kuyaainisha, kwa sababu kila mwaka tunafanya kwa eneo fulani. Tunavofika kwenye zile familia, kama kuna mambo yote ambayo pengine familia hawana maelewano,
hawakai pamoja, wana changamoto yoyote, basi tunawakaribisha ili waweze kuleta zile nia zao kabla hatujaanza kusali pamoja rozari. Na hata tukiondoka basi tunaendelea kuwa nao, sababu utume wetu hauishii tu kuongea na yeye na kukuombea. Tunasali pamoja, lakini ni endelevu. Ndio maana pale ofisini tunakaribisha, hapa Jimbo Kuu Katoliki Arusha, Parokia Moyo Mtakatifu wa Yesu, pale kuna ofisi yetu ya huduma familia, na tuna dawati pale, alieleza ndugu dada yangu dada Skola, tuna dawati pale linaitwa dawati la msaada wa familia, Family Help Desk, ambapo tunakaribisha watu wote wenye changamoto mbalimbali ili waje tuweze kuzungumza pamoja, tuweze kuwashauri, tuweze kuwakutanisha, tuweze kuwapatanisha. Lakini hata anayekuwa na changamoto ambao tunaweza tukafika eneo lake, basi tunafanya hivyo. Lengo letu kwa kweli ni kufanya hizi familia zikae pamoja. Kwa hiyo tunashauri wanandoa, tunashauri vijana, na tunashauri watoto, tunawapatanisha pia. Kwa mfano kwenye utuma familia tuna baraza la suluhu au baraza la suluhu, yani reconciliation committee, ambayo inahusika na wazee wenye uzoefu mkubwa kwenye maisha ya familia na ndoa kwa ujumla, ambayo yale matatizo ambayo yanatokana kama wanavyosema sasa, kwa mfano kuna kutokuelewana kwenye familia au changamoto mbalimbali, ndugu hapa na pale, tunawakutanisha na wale watu ambao wamepitia mengi, wana uzoefu, wanafanya hivyo. Lakini zaidi kubwa kabisa ni kuwahimiza hawa wanafamilia kukaa pamoja na kusali pamoja. Unafahamu sala ya Baba Yetu yenyewe, ukiwa unaisali mwenyewe na kuitafakari, inakudai kwamba uwasamehe waliokukosea. Kwa hiyo kadiri unavyoisali na kutafakari, unajikuta kumbe hata kwenye familia tunatakiwa tusameheane, ndio tuweze kusali pamoja, na ndio hapo Mungu anapokea maombi yetu. Ndio maana himizo kubwa kwetu limekuwa ni maisha ya sala ndani ya familia. Asante sana. Asante sana Bwana Jerome Masi. Lakini msikilizaji, kama ndo kwanza unaungana nasi, ni tupo hapa tukizungumza kwa pamoja na utume wa familia wa Shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania, ambapo kwa siku ya leo tunazungumza kuhusiana na maisha ya sala, umuhimu wa sala, ikiwemo sala ya Rozari Takatifu. Familia wanapata muda kiasi gani kuweza kusali kwa pamoja, hasa katika mwezi huu wa 5. Niko hapa na Bwana Jerome Masi, Scholastica Masanja pamoja na Grace Kitime kuweza kuzungumza haya kuhusiana na mwezi wa Mama Bikira Maria, hasa mwezi huu wa 5. Lakini nirudi kwako Grace Kitime. Kumekuwa kuna program nyingi sana ambazo zinawahusu vijana, ikiwemo ya kujaribu sala inatenda, sala ina nguvu. Pengine katika mwezi huu wa 5, mwezi wa Mama Bikira Maria, mna mpango gani katika idara ya vijana? Kwenye huu mwezi wa 5, mwezi wa Mama Maria, tuna kitu kinaitwa Try Prayer It Works Contest. Yaani shindano la jaribu sala inatenda. Na hili shindano tunalifanya mwezi wa 5 pia kwa ajili ya kuadhimisha Mama Maria, kumtendea Padre Patrick Peyton, yani kumwombea kwa Yesu akapona. Na kwenye alivyokuwa kisali, alimwambia Mama Maria, ukiniombea kwa Yesu nikapona ugonjwa huu unaonisumbua, nitahakikisha na kueneza duniani kote. Hivyo pia tunawafikia vijana kutumia hili shindano. Wanamtafakari Yesu, lakini wanamtafakari Mama Maria kupitia vipawa walivyopewa na Mungu. Hivyo mwenye uwezo wa kuandika anaandika insha, mwenye uwezo wa kuchora anachora, lakini bado tunabaki kwenye theme yetu. Kama theme ya mwaka huu tunasema kwamba prayer encountering Jesus the true hope. Yani sala inamtambulisha Yesu Kristo kama tumaini la kweli. Kwamba pia ninaposali kwamba Kristo anakuwa kwangu tumaini la kweli. Hivyo vijana wanatumia hiyo karama waliopewa na Mungu kuendelea kuitafakari sala, hasa sala ya Rozari, kwa sababu Padre Patrick Peyton alisema kwamba nitajaribu sala nione kama itatenda, na alipojaribu sala ikafanya nini? Ikatenda. Kwa na vijana pia wanajaribu sala kupitia karama walizopewa na Mungu. Kwenye huu mwezi wa 5 wanakuwa wanaonyesha vipawa walivyopewa na Mungu kwa kutumia nini? Sala. Kutumia sala, wanajaribu sala kupresent sasa kwa watu wengine kwamba kupitia sala pia wana karama mbalimbali walizopewa na Mungu. Hivyo wanaitumia hiyo sala kuonyesha ulimwengu kwamba hizo karama bado zipo na bado wanamtafakari Mama Maria kupitia nini? Karama walizopewa na Mungu. Ndio. Asante sana Grace Kitime kwa ufafanuzi huo mzuri kabisa ambao unawalenga vijana moja kwa moja. Lakini dada Scholastica Masanja, ni mama wa familia pia. Pengine ni changamoto zipi ambazo zinakumba hasa familia nyingi za Kikristo kushindwa kusali kwa pamoja, hasa katika miezi hii ambayo kanisa linaendelea kutuhimiza kuweza kusali na kuweka nguvu ya kusali sala za familia kwa pamoja? Asante sana. Changamoto ziko nyingi. Changamoto ya kwanza kabisa ni changamoto ya utafutaji. Changamoto hii imekumba familia nyingi. Kila familia inalia kuhusu utafutaji.
Kila mmoja anasema mimi natafuta. Baba anatoka asubuhi, mama anatoka asubuhi, wanarudi usiku. Kwa hiyo inakuwa changamoto. Wanaporudi, mama labda anaingia jikoni, baba anakuwa na majukumu mengine ya nyumbani, watoto nao wanakuwa na majukumu ya shule. Kwa hiyo muda wa kusali unapotezewa. Japo muda haukosekani, ila tunaamini sana mambo yetu na kusahau mambo ya Mungu. Jambo lingine, ulevi. Kuna familia ambazo baba ni mlevi. Anapokuja nyumbani amelewa, tayari kunakuwa na taharuki. Wanashindwa kusali pamoja kwa sababu baba labda anatukana, mama amekasirika baada tu ya kumuona baba amekuja amelewa. Na watoto nao wanasambaa. Kwa hiyo hizo ni changamoto moja wapo. Jambo lingine ni mwingiliano wa madhehebu. Familia nyingi zimeingia kwenye kutangatanga kutafuta miujiza. Wanasahau muujiza wa kwanza uko kwenye sala ya rozari au sala ya familia. Mnapokaa pamoja na kushirikishana matatizo ya familia au furaha za familia au changamoto za familia, tayari Mungu anakuwa pamoja nanyi kwa sababu mnamshirikisha kwa pamoja. Lakini leo hii unakuta mama anabeba watoto anapeleka kanisa lingine, makanisa ya kiroho. Lengo wanasema wanaenda kumwombea baba aache ulevi. Lakini wakifika kule wanashauriwa vitu vingine. Matokeo yake wanakuja na hasira, wanamtenga yule baba, wanamuona yeye ni mkosaji zaidi. Matokeo yake baba naye anakasirika, anampiga mama. Hapo kunakuwa na moja ya changamoto kubwa sana. Kwa hiyo sala ya pamoja inakosekana. Na kwa sababu hiyo basi mama ameenda kwenye kanisa hili au baba ameenda kwenye kanisa hili. Kwa hiyo sala za Kikatoliki tena hazionekani zina umuhimu wake. Kila mmoja anavutia kwake sala aliyofundishwa huko alikotoka. Kwa hiyo mimi ninawashauri, kwa sababu pamoja na changamoto zote hizo, turudi kwenye msingi wa kanisa Katoliki. Tusali sala ya pamoja kama familia, hasa sala ya rozari, kwa sababu inatuunganisha, inatusogeza karibu na Mungu. Kwa kupitia maombezi ya mama Bikira Maria ambaye ni mama wa Yesu, atatuombea na sisi tutakuwa pamoja kama wao walipokuwa familia takatifu. Ubarikiwe sana dada Scholastica Masanja kwa ufafanuzi huo. Lakini bwana Jerome, umeyasikia mengi ambayo yameweza kuzungumzwa kuhusiana na changamoto zinazokumba familia nyingi, hasa kushindwa kusimama katika imani, kutafuta miujiza. Lakini nguzo za utume wa familia wa Shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania ni kuimarisha hasa kuhusiana na swala la imani, sala pamoja na familia. Pengine tunawezaje kuvuka hapa na kurudisha ule utamaduni wa familia kuweza kusali kwa pamoja? Asante sana dada Irene na mpenzi msikilizaji na mtazamaji. Ni kweli kwamba changamoto zipo na zilikuwepo za ubize katika kutafuta maisha za kimadhehebu, zipo na zitaendelea kuwepo, na hizo zingine zote ambazo tunakutana nazo katika maisha yetu ya familia kwa ujumla wake. Jambo la kwanza, labda nizungumze kwanza pia na wanaume wenzangu, wa baba wa familia na waume kwa wake. Biblia inatuambia kwamba baba au mwanaume ni kichwa cha familia. Lakini Biblia hiyo inatuambia vile vile kwamba mke anatakiwa amtii mume kama anavyolitii kanisa, kwa sababu huyu baba ambaye ndio kichwa cha familia vile vile ni kama mwakilishi wa Kristo pale katika maisha ya familia. Maana yake tunasema pia kwa maana nyingine, baba ni paroko pale nyumbani. Sasa paroko ambaye haendi kusoma misa kukiwa na uhitaji wa misa mahali, hawezi akaendelea kuwa paroko. Paroko ambaye kukiwa na maungamo anatakiwa akaungamishe, alafu hataki au haendi, maana yake sawa atabakia kuwa padri, lakini kwa kweli yale majukumu yake yanayompa ile jina la kuwa padri au paroko yanakuwa hayajatimizwa. Kumbe inabidi sasa sisi wanaume pia tukae chini pia tujitafakari, kwa sababu yamkini kuna mambo ambayo tunayahangaikia sana kwenye maisha yetu kuyatafuta kwa ajili ya familia zetu, pengine hatuyapati au tunayapata lakini sio kama ilivyostahili, kwa sababu yule aliyetupa hilo shamba kulitumikia alitupa na sheria na kanuni zake, na tumeziacha tunafuata njia zetu. Kwa na wahimiza wanaume wenzangu na wanandoa wanaume, turudi kwenye nafasi yetu, kusali pamoja, kukaa pamoja. Unaona daima maisha aliyokuwa anaishi Mtakatifu Yosefu na Bikira Maria na Yesu yalikuwa ni maisha ambayo Yosefu mwenyewe alikuwa ni muhimili kwenye kila kitu. Kama Yosefu hakuwa ni mtu wa sala, maana yake hata malaika hangemtokea amwambie kwamba
kuna watu wanataka wamuue mtoto Yesu na amshauri kwamba wakimbilie Misri. Ni kwa sababu Yosefu mwenyewe alikuwa anapata muda wa kukaa chini na kusali. Kupitia sala ndio basi malaika akamtokea akamjulisha zile habari. Kwa hilo ni moja. 2, wakati mwingine tunakuwa na madhehebu mengi kwa sababu pia pengine hata mwanaume mwenyewe anaweza akaa amechangia. Kwa mfano ukiwa ni baba au mwanandoa ambaye una mwenza wako na una watoto wako, alafu pale nyumbani ukawa wewe hausimami vizuri katika imani yako, hawakuoni ukisali, hawakuoni ukienda jumuiya, hawakuoni ukienda kanisani, hawajawahi kuona ukisitiza masuala ya imani ambayo umebatizwa nayo. Maana yake unatoa nafasi kwa hawa watu, wanakuwa na kiu. Kwa hiyo mna mtu akiwa na kiu anahitaji maji ya kunywa. Wanaanza kutangatanga huku na huko wakitafuta maji ya kunywa. Basi kupitia ile ndio unajikuta moja kwa moja hao watu wameshaenda huko ambako ameeleza mwenzangu kwamba kuna hizo changamoto za imani tofauti ndani ya familia. Kwa hiyo ni wajibu wangu pia kuwahimiza na kuwaomba na kuwakumbusha wanaume wenzangu kwamba tujitafakari tena kwenye hilo eneo. Pengine kuna tumeziacha familia zinajiendea zinavyotakiwa, zinavyojiona zenyewe. Hatujasimama kwenye muhimili kuzirudisha na kuziweka vizuri. Na lipo jambo pia ambalo tunaweza tukalifanya kwa ujumla kama wanafamilia. Tutumie zile nyakati, tunasema ule wakati ulio bora wa kukaa pamoja kama familia na kuzungumza kifamilia. Ili tujadili pamoja na masuala mengine, masuala yetu ya kiimani. Unajua nafahamu wanafamilia wengi au wanandoa wanaweza kukaa pamoja wakajadili mipango ya familia, maendeleo ya biashara, elimu na vitu kama hivyo. Lakini kwenye eneo la imani wengi hilo eneo huwa tunaliignore. Basi tukipata muda, aidha ni mtu na mwanandoa mwenzake au mke wake au mume wake na watoto, tukipata muda wa kukaa pamoja mahali tukajadili. Unafahamu kwamba kuna watoto pia wanaenda hata kubatizwa lakini baba hajui kama mtoto anaenda kubatizwa. Au baba ameenda kufuata procedure zote mpaka kwenye jumuiya kuchukua form lakini mke wake hajui wala haendagi jumuiya. Kwa mtoto anaenda kubatizwa na wazazi wanaenda pale kama picha kushuhudia. Lakini kiuhalisia pale ni mzazi mmoja amehusika. Kwa hiyo ile mipango kukaa pamoja kujadili masuala ya kiimani namna ya kuenenda yale yanakuwa hakuna. Jambo la 4 ni kuhusu miujiza. Unajua sisi Wakristo wa Katoliki ile wakati siku tunabatizwa, tulibatizwa tukafanywa manabii, tukafanywa mitume, tukafanywa na wafalme. Na mara nyingi tunakimbizana kwenda kwenye hayo yanayoanzishwa huko mtaani madhehebu mengi na kwenda kwa watu wanajiita manabii, watu wanajiita mitume. Na ukienda pale unasema nimeenda kwa mtume Clement, nimeenda kwa nabii Jerome, lakini kiuhalisia wewe mwenyewe ni nabii. Umeona? Ndio maana Biblia ilikuambia kwamba ikiwa ukiamini yale ambayo yaliandikwa katika Biblia na kuyafanya hayo, unaweza kufanya miujiza mikubwa kuliko aliyoifanya Yesu, kwa sababu hauifanyi kwa jina lako, unalifanya kwa nguvu ya Yesu mwenyewe. Kwa hiyo ni maoni na ushauri wangu pia na wakwetu kwa ujumla kwamba kabla hatujaanza kukimbia, hebu tukae chini tujitafakari. Je, tumemwomba huyu Mungu ipasavyo? Mara nyingi huwa tunashauri kwenye utuma familia. Kwa mfano pale kwenye familia, tumetenga muda wa sisi kukaa pamoja na kusali pamoja hata siku moja. Kwa sababu hata kule tunakwenda kuombewa, hauendi private kwa mchungaji au nabii. Unaenda kuombewa kwenye kongamano la watu wengi. Lakini pale nyumbani kwako ulikuwa na uwezo wa kuhost kongamano mkaombeana. Pale nyumbani tuna visakramenti. Pale nyumbani tuna msalaba. Huu ambao tukikaa na mtoto na sisi tukaamini kwamba Yesu alitundikwa msalabani na tukasali kwa imani, tukamwomba Yesu huyu ambaye alitundikwa hapa kwenye msalaba atusaidie, lakini unakuta haipo. Kuna wengine hawana kabisa. Hawana, lakini pia kuna ambao tunayo na hatuitumii. Kwa hiyo ni vizuri tunasema kwamba ndani ya familia kwanza tutenge muda ambao tunakubaliana kama familia. Ni muda gani ambao tuko na sali pamoja kama familia? Ndio ombi letu sisi kwa msikilizaji na mtazamaji kama familia. Alafu pale kwenye familia tuwe na sehemu ambao tutakuwa tunasalia kama familia. Inaitwa madhabahu au altari ya nini? Ya familia, ya nyumbani. Inaweza ikawa kwa nyumba zetu za siku hizi, inaweza ikawa ni meza ile ya chakula. Baada ya kula tunasafisha kila kitu, tunamaliza, ndio sehemu yetu kufanyaje ya kusalia. Wenye uwezo wa kujenga sehemu maalum au kuseti maeneo ambayo ni ya kusalia, that's okay. Lakini tukiwa na haya mazingira tulionayo, ile sehemu. Lakini hii sehemu ambayo tumeweka katika kusali, tunasema kuna vile visakramenti.
lazima tunavyokaribia kwenda kusali tuwe na mazingira fulani ambayo yanatuambia sasa ni wakati wa kusali. Ndio maana unavyoenda kanisani huwa hatuingii kanisani padri akaanza tu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Lazima ukienda kwenye liturujia kuna utaratibu umewekwa, ukienda kwenye maombi kuna utaratibu wote ule ni wa kutuvuta ili tuingie katika mazingira ya kufanyaje, mazingira ya kusali. Kwa hiyo pale ndani ya familia sasa ukiwa na msalaba, kisakramenti moja hapo kina maana kubwa sana, lakini hata kwa mtoto kinamfundisha kwamba kumbe nikiona huu msalaba wa hivi, huu ni msalaba ambao unatumika na Wakatoliki. Unajua kuna tofauti kati ya cross na crucifix. Cross ni msalaba ambao mtu yote anaweza akavaa ambao hauna hii sanamu ya Yesu Kristo. Yaani crucifix ni huu ni msalaba unaona ambao unatumika na Wakatoliki na baadhi ya madhehebu mengine yale makongwe. Ambao ukiutazama huu msalaba hauoni tu msalaba bali unaona sanamu kwamba kumbe Yesu aliteswa msalabani, alining'inizwa hapo kwa ajili ya dhambi zangu na za mtu mwingine. Kwa hiyo tukiwa na huo utamaduni, haya pale kwenye ndani ya familia, tukaja na sadaka yetu. Sadaka tunaenda kuipeleka kanisani Jumapili. Tukaiombea pale na yale nini, prayer intentions, yale maombi yetu. Tukayaleta kama familia, kama mtu binafsi. Alafu tukitoka pale Jumapili tukaenda kutoa hii sadaka. Kwa vyote vile mimi ninafahamu kwenye imani yetu na Biblia inavyoeleza, hii sadaka ambayo tumeombea kama familia, Mungu ataipokea na atajibu maombi yetu. Zaidi kuliko ile ya Jumapili umekaa kanisani, unafika muda wa kutoa sadaka, unaingiza mkono mfukoni, unaangalia shilingi ngapi iliyopo unaenda kutoa. Ule ni kama mchango ambao umetoa mahali pengine. Kwa hiyo tukifanya hivyo pia tutasaidia na kubaki, tunasema consistency, kubaki na uendelevu katika sala na kutokata tamaa. Sababu hata kule tunakokimbilia kuna watu sasa hivi Irene, kwa taarifa yako, wana changamoto ya afya ya akili kutokana na kuhama madhehebu. Ulitoka hapo ukaambiwa ukija hapa utapata hiki, haukupata, ukatoka sehemu B ukaenda sehemu C ukupata, ukaenda D ukupata, baadaye ukaamua kuwa mshirikina kabisa wa matunguli na bado hujapata kile unachokitafuta. Kwa hiyo baadaye utaanza kuwa tena kama kichaa. Kwanza unaona aibu kurudi tena kwa associate na waliokuwa wanasali nao kanisani, lakini pia jamii unaona kama imekuchukulia kwa namna mbaya. Kwa hiyo tustiki kwenye imani yetu, tusali tukiwa na imani, tuweke nia na mambo kama hayo. Mungu atatujalia na tutasimama vizuri katika familia zetu. Wakati unazungumza hapo, kuna msikilizaji kupitia nambari ya 0797004018 ametuandikia ujumbe mfupi, anasema tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Yeye kama mama wa nyumbani, kwa mume wake imekuwa changamoto sana kushiriki katika sala za pamoja. Afanye nini ili kumuokoa? Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Jambo la kwanza kabisa, asiache sala. Aendelee kumwombea mume wake. Kwa maombezi ya Mama Bikira Maria, mume wake atabadilika. Tunajifunza kwa Mtakatifu Monika. Mtakatifu Monika aliolewa na baba ambaye alikuwa mpagani. Alikuwa ambaye haamini dini. Mtakatifu Monika alikuwa akienda kanisani, akirudi anapata kipigo, anapata matukano, lakini hakuacha kumwombea mume wake. Hakuacha kumheshimu mume wake. Aliendelea kumheshimu na kumtendea wema. Asimuone mume wake kama mkosaji, bali aendelee kumtendea mambo mazuri na kuona kwamba mume wake bado ana thamani. Na mume wake kwa kupitia matendo yake mema, mume atajirudi, atasema huyu mwanamke pamoja na kwamba namtendea haya mabaya, mbona bado ananipenda? Mbona bado ananionyesha tu upendo? Mbona hanidharau? Ananiona ni wa thamani. Mwisho atajirudi, atasema hebu ngoja na mimi nirudi tu, ngoja nimfuate huyu Yesu wake, huyu anayemwamini huko anakoendaka kanisani. Hebu ngoja na mimi siku moja niende nikamuone huyo Yesu wake ambaye yeye ana upendo tu hata kama ukitendewa mabaya. Jambo la msingi ni sala, lakini asiache kumheshimu. Utii ni bora kuliko sadaka. Asante sana dada Scholastica Masanja, lakini kupitia 0755388033 msikilizaji ambaye tumeungana kupitia masafa ya 101.5 Amani Radio FM, unaweza kupiga simu na kuuliza swali, na wako hapa wana utumi wa familia wa Shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania kusafiri nasi kwa siku ya leo kuzungumza kwa kina kuhusiana mwezi wa 5, mwezi wa Mama Bikira Maria, lakini kama familia tunaishi na kuenzi mwezi huu kwa namna gani. Msikilizaji mwingine amesema Mapendo Daima. Anasema sala ya Rozari takatifu inawezaje kubadilisha tabia za wanafamilia? Ninashukuru. Labda nianze kwa huyu aliyetangulia. Kama alivyoeleza mwenzangu, lakini tuliokutana na kesi moja ya baba ambaye haendi jumuiya, haendi kanisani, haendi kokote kwenye masuala ya kiimani. Katika kufuatilia na kumuita yule baba kuzungumza naye,
naye alijaribu kumlaumu mke wake kwamba mke wake amekuwa mstari wa mbele sana katika jumuiya, katika kanisa, katika vyama vya kitume, lakini ule mfano anaoonyesha huku public, huku nje haupo kwenye ndani ya ndoa yake na familia yake. Hamtii mume, pengine anaweza akaondoka kwenda kanisani bila hata kuaga. Kuna siku anaweza akasema labda WAWATA au shirika la moyo tunaenda mahali fulani, alafu wasimwambie au kumuomba ruhusa mume wake. Sasa mume anabaki kule nyumbani, hana taarifa mke kaenda wapi. Zile shughuli zote anafanya yeye. Alafu baadaye mama anakuja, akimuuliza yule mama anakuwa mkali. Sasa anasema mbona tulifundishwa kwamba mwanamke anatakiwa awe mtii. Yule baba anafika mahali anasema mimi kama imani ni hiyo huko unakoenda, mimi naona hakuna haja ya mimi kwenda, kwa sababu na mimi nikienda nitakuwa kama wewe. Ndio wale ambao tumeandika kwenye Biblia kwamba ikiwa mimi nasitaki kwenda mbinguni, nisifunge milango kwa wengine kwenda mbinguni. Kwa hiyo pamoja na mengine ambayo atayafanya huyu mama mpendwa aliyeuliza hili swali, bado yeye katika maisha yake ya imani, katika ile practice, katika ile anavyojaribu kufanya kila siku maisha yake anavyoishi, ajaribu kutengeneza mazingira ambayo mume wake ataona faida ya ile yeye kushiriki sala katika familia, katika jumuiya ndogo ndogo na katika kanisa. Huyu wa pili ametuuliza juu ya namna hii rozari takatifu inaweza kuleta nini? Mabadiliko ya tabia katika familia. Ya tabia katika familia. Hii rozari ukiisali kwa imani ni kwamba unazungumza na Mungu mwenyewe kwa maombezi ya mama yetu Bikira Maria. Na tabia ni kitu cha kujifunza. Na kama ni kitu cha kujifunza, tunaweza sisi tunavyosali hii rozari tukamwomba mama yetu Bikira Maria akaondoa hali mbaya ambayo imetokea katika maisha yetu. Changamoto yetu ninachokiona wengi tunavyoenda kusali, kuna kitu wazungu wanasema recitation au kurecite the rosary, ambayo sisi hatukutumii sana hilo neno, kwa sababu kurecite tunakutana tu mahali salamu Maria umejaa neema, Bwana yeye naye mbarikiwa kuliko wanawake wote. Na nakumbuka hata mimi nilipokuwa shule ya msingi Dairini, mimi nilikuwa ni kiranja, na ilikuwa kila siku kabla ya kwenda kula tunasali sala ya rozari takatifu. Sasa ujue ikifika muda kukaribia kula, njaa inauma, na tunatakiwa shule tusali nini? Rozari. Kwa hiyo tulikuwa tunachagua wale watu ambao wanaweza kusalisha rozari haraka. Umeona ili tuwai nini? Chakula. Lakini ukija kwenye uhalisia, hiyo sio sala, kwa sababu hatuna nia ya dhati. Hatuzungumzi na Mungu mwenyewe kupitia maombezi ya Mama Bikira Maria tukiwa na nia. Kwa hiyo mimi binafsi ninaweza kumshauri kwamba tukiweza kupiga magoti tukasali kwa imani, kumuomba mama yetu Bikira Maria atuombee kwa mwana Yesu Kristo akabadilisha tabia na hali zote ambazo tunazo katika maisha, hiyo inawezekana. Na pale ambapo naweka hiyo nia pia ya kubadilika maisha, Mungu anafanya jambo kwa pati yake, kwa sehemu yake, na wewe kuna sehemu ya pili unatakiwa ufanye. Wakati unasali pia lazima uangalie ni mazingira gani ambayo yanamfanya mtu anakuwa na tabia fulani, kama ni wewe ubadilike, kama ni mtu mwingine umsaidie kuibadilisha. Tuliwahi kutoa mfano kwamba ukiwa kwa mfano unasali lakini likakujia pia wazo la kwenda kuiba kwa sababu hauna kitu cha kufanya upate pesa, alafu unaomba Mungu, wakati unamuomba Mungu akuondolee kishawishi cha kwenda kuiba, muombe Mungu pia akupe tunasema mchongo wa kupata sehemu ambayo utafanya kazi halali, upate hela ili uache kwenda kufanyaje? Kuweza kwenda kuiba. Asante sana Bwana Jerome Masi kwa ufafanuzi huo mzuri kabisa kwa msikilizaji. Lakini kwa wewe mtazamaji ambaye unatufuatilia sasa, pia unaweza kuandika maoni yako hapo chini kupitia Amani Radio Online TV, lakini kupitia pia Holy Cross Family Ministry Tanzania, na mengi zaidi utaweza kujibiwa hapo kwa kile ambacho utakuwa umeweza kukiandika. Lakini nikirudi kwako dada Grace Kitime, msikilizaji anasema hapa muondoko kujitambua, kuwajibika na kushirikiana katika Kristo kwa matendo. Anasema vijana wa sasa hawana matendo mazuri. Wanashawishiwa namna gani kusali sala ya rozari? Ni sahihi kwamba vijana wa sasa walio wengi hawana matendo mazuri. Lakini mara nyingi sana sisi katika program zetu tukikutana kama vijana, tunawaambia pia tabia njema pia ni jambo la msingi katika sala, kwa sababu wanasema pia imani isiyokuwa na matendo imefanya nini? Imekufa. Kwa kama tunakuwa watu wa sala alafu pia matendo yetu hayaendani na maisha yetu ya sala, tutakuwa ni kama tunafanya mchezo wa kufanya nini? Wa kuigiza. Kwa jambo la kwanza tunatakiwa kubadilika.
wale ambao tunajua kabisa matendo yetu hayako vizuri sana, tunatakiwa kubadilika, kwa sababu hakuna mtu anayempenda mtu mwenye tabia ambayo sio njema. Lakini pia Mungu hata tupenda kama tutakuwa tuna tabia njema, japo Mungu anasema amekuja kwa ajili ya wale ambao ni wadhambi, lakini kuna yale ambayo tunafanya kwa makusudi, tunatakiwa kubadilika. Na wakati mwingine tunapoona kwamba inakuwa ngumu kwetu kubadilika, tusali tumuombe Mungu atusaidie kufanya nini? Kubadilika. Kwa sababu wakati mwingine tabia ambazo zilianza kidogo kidogo zinaweza kuwa baadaye zimekomaa. Kila mtu akijitahidi kuacha anashindwa, ila kupitia sala tukamwomba Mungu atusaidie kubadilika, tutabadilika tu. Kwa maana hiyo kwamba zile tabia ambazo tunazo kama vijana tujitahidi kubadilika, ili sio kila siku waseme kwamba vijana tuna 1 2 3, vijana wa siku hizi kuna 1 2 3 4 5. Nadhani kila mmoja amechoka kuambiwa hivyo kwamba kijana wa siku hizi. Hivyo tufanye jitihada kwanza za kubadilika. Lakini kwenye program zetu tunapokutana kama vijana huwa tunaambizana kwamba tunapaswa kubadilika. Pale ambapo walikuwa wanatuona kwamba hatustahili, watuone baadaye tunastahili na tuna thamani. Lakini pia wazazi na walezi wasichoke kutuambia ukweli pale wanapoona kwamba hatufanyi vile vinavyostahili. Wasitulaumu tu, ila wawe pia mstari wa mbele kutuambia pale ambapo hatuendi sahihi, watuambie ukweli, watukanye. Lakini pia sisi vijana wenyewe tuwe mstari wa mbele pia kubadilishana. Mwenzetu tukiona hajaenda vizuri, tuwe wa kwanza pia kuambia wenzetu. Lakini kama nilivyosema pia tusiache sala. Kuna wengine inawezekana wamejitahidi kubadilika, lakini kwa sababu imekuwa sasa ni tabia, imekuwa ni maisha yao, wameshazoea, inakuwa ni ngumu kwao. Hivyo tukisali pia tunaweza tukabadilika. Tunaweza tukabadilika na tukawa vijana walio wazuri, baadaye tukawa wazazi walio bora na familia zetu zikawa bora. Hivyo tunahimizana sisi wenyewe pia tunapokutana kama vijana kwenye semina, kwenye program mbalimbali za vijana, tunakumbushana kwamba tabia njema pia ni muhimu. Tunasema tabia bora ikutambulishe. Mtu akufahamu kwa ubora wa tabia yako, asikufahamu kwa yale mabaya ulionayo, ila mtu ukipita mahali utambulike kwa mazuri. Tunasema tabia njema ikutambulisha kila mahali, kwamba upite mahali useme wow, huyu kijana ana tabia njema. Hata mtu atamani kuja kusali unaposali kwa sababu ya tabia ulionayo, atamani kuiga imani ulionayo kwa sababu ya tabia ulionayo. Hivyo kwenye program zetu tunakumbushana hilo jambo, na tunapokutana kama vijana tunakumbushana, na kila mahali tunapokutana kama vijana tunakumbushana. Lakini pia tunakumbushana kwamba tuombeane, ili kama kuna mtu ambaye ameathirika na hizo tabia pia aweze kubadilika na awe na tabia njema ambayo itakuwa ni msaada kwa jamii. Ndio. Ubarikiwe sana kwa kuweza kusema na kuzungumza na vijana kwa niaba ya msikilizaji ambaye ameuliza swali hilo. Lakini nikija kwako dada Scholastica Masanja, pengine ni hatua gani kwa mtu mmoja mmoja, lakini familia wanaweza kuanza sasa kuweza kushiriki kwa pamoja sala za familia, hasa katika mwezi huu wa 5 wa Mama Bikira Maria, tunapotafakari matendo makuu ya Mungu? Imani inaanza na mimi. Halafu ndo nashirikisha mwingine. Basi mimi nijitambue, nikubali kama nilikuwa sisali, nikubali kwamba sasa naanza kusali. Ninapoanza mimi kusali, nakaribisha na mwingine, namshirikisha sasa mwezi huu ni wa kusali rozari. Ninapoanza kwenye familia yangu, nisimsahau jirani yangu, nisisahau kuwakumbusha wanajumuiya kwamba mwezi huu ni wa kusali rozari. Mwezi huu ni wa kumkaribisha Mama Bikira Maria kwenye familia zetu. Imani inaanza na mimi. Ninapoanza mimi, tayari ninaanza na wengine. Tunawahimiza Wakristo wenzetu katika mwezi huu tumkaribie Mama Bikira Maria ili atuombee kwa mwanae. Tupeleke mahitaji yetu, tupeleke changamoto zetu, tupeleke watoto wetu ambao tunaona kama wametushinda. Tusilalamike. Tusiwashirikishe watu wengine. Tumshirikishe Mama Bikira Maria. Mama Bikira Maria, wewe uliweza kumlea Yesu, uliweza kumuongoza katika njia njema. Hebu na mimi nisaidie watoto wangu, hebu na mimi nisaidie mume wangu, hebu na mimi nisaidie wazazi wangu, waweze na mimi niweze kujivunia na wazazi wazuri. Yote yanawezekana kwa kupitia sala. Ubarikiwe sana dada Scholastica Masanja, lakini ubarikiwe pia na kutumika vyema katika idara ya maisha ya familia na ndoa, hasa tunapozungumza na familia mtu mmoja mmoja na wale ambao wanatamani sasa kuanzisha familia waweze kuishi namna gani. Lakini kwako Bwana Jerome, Naam. Kuna wababa sasa hivi wanakusikiliza, lakini kuna kijana pia anatamani kuingia katika maisha ya familia. Una lipi la kuzungumza naye kuhusiana na umuhimu wa sala za pamoja katika familia, hasa sala ya Rozari Takatifu, kwa sababu tunajua sala yenye nguvu siku zote ipo mikononi mwako? Asante.
Kama tulivyosema alivyoasisi mwanzilishi wetu wa utume huu kwamba Rozari ni mnyororo unaoziunganisha familia pamoja. Tukitazama kwa wanaume wenzangu, ukiona familia yako imegawanyika, ukiona watoto wakusikilizi au hawamsikilizi mama au hawana tabia na mwenendo mzuri, hebu jaribu sala ya Rozari takatifu. Ukiona umepambana na ulevi, michepuko na changamoto zingine kwenye maisha hayo ya ndoa na familia kwa ujumla, alafu umefika mahali ni kama umekata tamaa kwamba huoni mbele, hebu rudi nyuma, piga magoti, kaa chini, sali wewe na familia yako. Jaribu sala, inatenda. Ukiona pengine mke wako mlikuwa na maelewano mazuri sana tangia mwanzo, lakini sasa hivi hali ni tofauti, hakusikilizi na mambo kama hayo, hebu jaribu kurudi kwa mama yetu Bikira Maria, zungumza naye. Unavyoona mahitaji ya familia yanaleta changamoto. Siku hizi tuna mambo ya shule, tuna mambo ya bili za maji, za nini, changamoto za hapa na pale na mambo ya kijamii ambayo tunahitaji tuwe na kipato fulani. Unakuwa umetindikiwa. Hebu rudi kama wale watu kwenye harusi ya Kana walivyorudi kwa mama Bikira Maria, akamwambia tumetindikiwa divai. Lakini ukumbuke utakavyosema, Bikira Maria atakujibu vile vile kama alivyojibu wale watu kwenye harusi ya Kana. Ataenda kwa Yesu sawa, lakini atarudi atakwambia atakalo waambia ufanye. Atakwambia nini? Anaweza kuambia sasa urudi kwenye maisha ya kusali na familia yako. Anaweza kukuambia rekebisha mfumo wako wa maisha, acha vitu fulani fulani. Anaweza na atakwambia kupitia watu pia. Anaweza kuambia kupitia padri, kupitia kiongozi wa jumuiya, kupitia ndugu zako, kupitia mzazi wako, hata kupitia majaribu mbalimbali. Unajua kuna saa nyingine unaweza ukanywa sana, ukawa mlevi sana, alafu ukavunjika mguu. Kumbe ni Mungu mwenyewe anakuletea ujumbe kupitia yale maumivu unayopitia kwamba sasa acha. Basi utakapofika hivyo ukatii kama wale watu wa kwenye harusi ya Kana walivyonyamaza, wakasubiri, walivyoambiwa waweke mabalasi maji wakajaza, basi itakuja divai kama ilivyotokea kwenye ile harusi ya Kana. Na kwa kijana ambaye anatamani kuingia kwenye maisha ya familia na ndoa kwa ujumla wake, mimi nakutamanisha kwamba ni maisha mazuri, ni maisha yenye furaha, yenye amani, ni maisha ambayo utakutana na changamoto chache kama unavyokutana nazo sasa hivi hata wakati hujaolewa ama hujaoa, lakini changamoto ni sehemu ya maisha. Kwa sababu huwezi ukapinga, kuna saa utafika kwenye haya maisha utapitia, na kila wito hapa duniani una changamoto zake. Ukizungumza na sister atakwambia changamoto hata anazopitia, lakini anazishinda kupitia sala. Ukizungumza na padri na brother, hivyo hivyo kila mmoja atakwambia. Kwa hiyo nawakaribisha na nawahimiza tuingie kwenye huu wito wa ndoa takatifu, na tuje ili tuendeleze ile kazi ambayo alianzisha Mungu mwenyewe ya uumbaji na kutakatifuzana ili wote tuweze kufika mbinguni. Amina. Ujumbe wa msikilizaji hapa bado unazungumza kuhusiana na familia, changamoto ambazo wanapitia. Nafikiri utapata muda wa kumjibu mmoja mmoja baada ya kipindi hapa. Lakini anakupata namna gani kwa mawasiliano? Pengine ana changamoto ya kifamilia, ana changamoto basi ni mvivu, amelegalega kwenye kusali, anatamani sasa kurudishiwa ile nguvu kwa kujengwa na mtu mwingine ili kuweza kusimama katika imani ya kwake. Anakupata namna gani? Nashukuru sana. Biblia yenyewe ilisema kwamba tubebeane mizigo. Kwa hiyo ni vizuri pia tusaidiane kwenye kubeba mizigo mbalimbali. Namna ya kutupata sisi Utuma Familia ni rahisi sana. Tuna simu yetu ambayo tunaitumia, ambayo kila msikilizaji anaweza akaitumia kutufikia, ambayo ni 0623 0623 300 303. Hiyo anatupata. Lakini pia akiingia kwenye mitandao yetu ya kijamii anatupata. Iwe ni Instagram, Facebook, TikTok, atatupata huko. Kwa address hiyo hiyo ya Holy Cross Family Ministries Tanzania. Lakini pia anaweza akaja physically. Akihitaji kuja kwa mfano ofisi yetu iliyoko Arusha, hapa Jimbo Kuu Katoliki ya Arusha, aje pale parokia Moyo Mtakatifu wa Yesu Mbetini. Kokote anakotokea, pande bajaji, pande chochote, akifika aeleze tu pale getini kwamba naenda ofisi ya utume wa familia. Atakuja, tuko wazi kuanzia siku ya Jumanne mpaka Ijumaa, lakini hata Jumamosi tunakuepo tukiwa na appointment. Tutazungumza naye kwenye dawati letu hilo.
Lakini pia kule Jimbo Kuu Katoliki Mbulu tunaye padri ambaye ndio mlezi wetu na mkurugenzi wa huduma familia ambaye yuko pia pale. Anaweza tukampatia pia connection akaweza kufika Father Mbusa, sababu kuna mambo mengine ambayo yanahitaji pastoral care zaidi kuliko hii ya walei, ambaye Father Vincent Mbusa wa shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania atamsaidia vizuri sana. Lakini namba ya simu ni hiyo hiyo akitaka kufika. Na kule tuko kwenye parokia ya Yosefu Mfanyakazi hapa Kitete, lakini pia parokia ya Mtakatifu Brendan Kitete. Kote huko tunapatikana. Maeneo yote ambayo unaweza ukatufikia kwa njia ambayo ni rahisi sana. Lakini kama wanavyoandika message pia, naomba hizo message pia wazielekeze kwenye ile simu ya ofisi. Itakuwa rahisi kuwajibu tukiwa huko nyumbani au tukiwa ofisini kwa ajili ya kuendelea kuhudumiana. Ubarikiwe sana Jerome Masi, na Mungu awabariki nyote ambao tumepata nafasi ya kuweza kushiriki kwa siku ya leo kuzungumza umuhimu wa sala katika familia, hasa sala ya Rozari Takatifu. Mungu awabariki sana. Amina. Asante pia wewe msikilizaji ambaye tumeambatana mwanzo mpaka tamati kupitia masafa ya 101.5 Manded FM. Lakini asante pia wewe mwanafamilia wa Holy Cross Family Ministries Tanzania. Lakini asante pia mwanafamilia wa Amani Radio Online TV kwa kuendelea kutufuatilia kwa vipindi hivi ambavyo tunazungumza mada mbalimbali zinazohusiana na idara ya vijana, idara ya maisha ya familia na ndoa, lakini idara ya sala na liturujia, na mengi zaidi unakuwa ukiyajua na kujifunza, na yanakufanya unabadilika kimtizamo, lakini unabadilika pia katika maisha ya kanisa na jamii kwa ujumla. Mimi ni Irene Simon, Mungu akubariki sana. Lakini katika mwezi huu wa 5 basi tumia nguvu kubwa katika familia kuunganika kwa pamoja kama mnyororo, ili basi kuweza kuyaishi maisha ya sala za familia, hasa tunaposali sala ya Rozari Takatifu. Hakika siku zote sala yenye nguvu ipo mikononi mwako. Mungu akubariki sana. Tukutane kipindi kingine. Sali Rozari tupate